Bana Diego, habari za wakati huu kaka? Njema mzee. Ndio. Taarifa ziko nyingi kuhusiana na tetesi za usajili, lakini ziko taarifa ndani ya klabu ya Yanga wamefanya kweli, sio tetesi tena. Kuna baadhi ya nyota wamesajiliwa, tukaona miongoni mwa watu ambao wana vyanzo muhimu, lakini pia wewe ni meneja wa wachezaji mbalimbali. Kwa hiyo hata taarifa hizi za nani anakwenda wapi kwako huwa zinafika kwa urahisi mno. Tujuze nini hasa ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya klabu ya Young Africans? Kwanza karibu bwana. Asante sana bro. Karibu, tujaonana na wana Kings kwa muda kidogo. Yeah, very sure. Na kwa yale ambayo yanaendelea kwa hivi sasa, ndio tunafahamu mpira una kalenda zake. Yes. Na kalenda iliyopo hivi sasa tutaka ligi imalizike, biashara zianze. Kwa hiyo mazungumzo yameanza kutoka kwa klabu tofauti, na yote ni kuhakikisha kwamba kila timu inajiboresha kuelekea kwenye msimu unaofuata. Na kwa ndani hapa, of course, miongoni mwa sajili ambazo zilikuwa zinasubiriwa kwa hamu, ndio, na bado zinaendelea kusubiriwa, huu ndio wakati wake. Okay. Yes, na kwa upande wangu mimi naweza tu kuzungumzia sajili ambazo nahusika moja kwa moja, ama zinanihusu moja kwa moja, na tayari mazungumzo yanaendelea. Hatuwezi kuweka full details kwa sababu bado progress inaendelea, lakini itoshe kusema kwamba kuna uhamisho mkubwa tu kutoka Singida kuelekea Young Africans. Okay. Na ni moja kati ya uhamisho mkubwa ambao utaisaidia Young Africans na pia utaisaidia Singida Black Stars. Kwa nini? Okay. Black Stars atanufaika kiuchumi, ndio, na kuboresha mahusiano mazuri zaidi kati yao. Sawa. Upande wa Young Africans, wao watanufaika zaidi kwa kuwapata wachezaji. Miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans wamekuwa wakiwahitaji kwa muda mrefu, of course wapo wachezaji wa ndani na wa nje, wakina Ofen Chikola. Ndio. Yes, mchezaji kama raia wa Ghana huyu, mmoja kati ya wachezaji ambao wanatazamiwa kwenda kuongeza nguvu ndani ya Young Africans. Yes. Bila shaka unafahamu tunamzungumzia nani? Jonathan Soa. Soa, yeah. Ni moja kati ya wachezaji ambao mimi binafsi niliwatazama mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza niliwatazama Nigeria. Soa alikuwa ilikuwa kwenye michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho, ndio, barani Afrika, na alifunga Young Africans. Mechi ya marejeano kwa Mkapa hapa alikosa penalti kama sikosei. Okay. Mmoja kati ya wachezaji ambao wamebaki kwenye vichwa vya mashabiki wengi wa Young Africans kwa umachachari ambao walionyesha tangu awali na hata kufika hivi sasa. Bado ni mmoja kati ya wachezaji ambao ana goli 11 sasa hivi. Goli 11, lakini ukitazama ni mchezaji ambaye ana nusu msimu tofauti. Ana goli 12, so 12, bila shaka. Ana nusu msimu pekee, lakini amezidiwa almost goli 4 na kinara wa mabao mpaka hivi sasa. Yes. Ana nafasi ya kuongeza magoli na mpaka hivi sasa inatosha. Idadi ya magoli na mchango wa magoli alionao kwa ujumla unatosha kumfanya kuwa miongoni mwa wachezaji hatari zaidi na wenye thamani kubwa zaidi ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Okay. Kwa Soa hapo tunapigia mstari. Soa na Young Africans, no doubt. Soa na Young Africans. Kipengele labda ulete wewe bwana. Manake zilikuwa taarifa nyingi kweli kweli, anahusishwa Afrika Kusini, kaidha wanamtaka. Kuna wakati Nabe alipokuja walisema ndo anakuja kumaliza dili, lakini pia hata Simba na wao walihusishwa na hili dili. Lakini sasa hivi tunaamini ya kwamba shughuli imekwisha. Na kilichopo kwa Soa, labda watu wengi wafahamu hili. Soa ni kweli amehitajika na vilabu vingi tu. Kuna vilabu kutoka mataifa kaskazini mwa bara la Afrika, kaskazini mwa jangwa la Sahara,
Uarabuni huko. Ndio. Kuna vilabu kutoka kusini. Na hata hapa ndani ya nchi kuna vilabu. Tuliona Dese Mukwala akihitajika na vilabu kutoka kusini mwa Afrika. Simba walikuwa tayari kuanza mazungumzo kuipata saini ya Soa. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, mchezaji mwenyewe ndiye ambaye anahitaji zaidi move ya kwenda Yanga kuliko klabu nyingine yoyote. Kwa nini? Ni kwa sababu of course ni exclusive, nisingependa kuiweka wazi hapa. Ni vizuri lakini tukifahamu. Kwa heshima yako. Yes. Moja kati ya figa kubwa ya kimichezo nchini. Ndio. Na kiongozi mkubwa wa moja kati ya klabu kubwa na mpira wa Afrika. Alihusika kwenye uhamisho wa Soa kuingia Singida Black Stars. Okay. Yes, moja kati ya vigogo wakubwa wa soka la nchi. Soka la Afrika. Tushaelewa hapo. Soka la klabu, moja kati ya klabu kubwa nchini. Yes. Alihusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba Soa anacheza nchini Tanzania, kwa sababu Soa alihitajika wakati ambao kiongozi huyo pamoja na timu yake walienda kuleta mchezaji mwingine raia wa Ghana kama sikosei. Okay. Namba 14 mgongoni. Alikuwa raia wa nchi gani yule? Wewe mwenyewe utajaza huko. Sawa. Yes, kwa hiyo kipindi hiko haikuwezekana hilo deal. Ndio. Kwa hiyo yule mchezaji Young Africans walikaa naye kwa nusu msimu wakampeleka Singida. Sawa. Huyo mchezaji. Ndio. Ambapo Singida hakuweza kupata nafasi ya kutosha. Yeah. Kwa hiyo akatoka hapo, amemalizana na Singida. Sawa. Kwa hiyo pale ndani ya Singida na wao huyo kiongozi hakutaka kuleta mchezaji mwingine afu aje kujaribu tena kwa miezi 6. Kwa akasema utajaribia hapa Singida hiyo miezi 6. Okay. Kwa hiyo miezi 6 ya nusu msimu imetamatika. Na ligi inaenda kumalizika. Kwa hivyo kuna nafasi kubwa sana ya huyo mchezaji kwenda sasa kwenye timu ambayo kiongozi alihusika kumleta hapa nchini, na mchezaji mwenyewe amelikiri hilo, ameweka wazi. Kwa mchezaji ni kama ana deni la kulitimiza kwa kiongozi huyo, na kama atalitimiza hilo deni basi ni moja kwa moja tutamshuhudia Jonathan Soa akiwa miongoni mwa vilabu vikubwa nchini Tanzania. Ndio. Yes, huo ni kwa upande wa Jonathan. Sawa. Lakini yuko mwingine Arthur Bada, ni miongoni mwa wachezaji ambao inasemekana na yeye mzawa huyu. Bwana huyu mzawa, Tanzania mwenzetu kabisa huyu. Lakini uraia wao ulileta shida kweli kweli, watu walipinga mpaka mahakamani. Hakuna shida, basi tu ni watu kutokutambua nini kinawezekana na nini hakiwezekani. Nini ni sahihi na nini si sahihi. Yes. Kwa upande wa mchezaji husika, yule ni mwanamichezo. Watu wanashindwa kuelewa kwamba Tanzania sasa hivi kwenye upande wa michezo kuna vipengele vimefunguliwa. Ndio maana umeona timu ya taifa Tanzania ilikuwa mpaka na wazungu. Sasa hivi na wazungu. Tulishangaa bwana. Na amepotelea wapi yule kiungo wenu yule mzungu? Hapo wazungu, taratibu kanuni zinaruhusu za kinchi kwenye upande wa michezo. Kwa hiyo imefungua milango. Sasa yani kwa nini tulete doubt baada ya Soa na wachezaji wengine kupewa uraia? Kwa nini hatukuweka question mark wakati tunaona wazungu kwenye timu ya taifa? Unagundua kwamba ni watu tu waliamua kukurupuka. Na of course ni jambo ambalo of course kuna trick nyuma yake zinaendelea. Lakini tukienda moja kwa moja kwenye uhamisho huu, moja kati ya wachezaji ambao ili naliongea sitojali mapokeo ya watazamaji na wasikilizaji. Sawa. Bada anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Azam, anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Yanga, anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Singida na tayari anafanya hivyo. Anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba. Anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Gor Mahia, anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Polisi ya Kenya, moja kwa moja kwenye APR. Timu yoyote Afrika Mashariki hii Bada anaingia kwenye kikosi moja kwa moja.
yani Okay. ule full fit Bada anaingia kwenye kikosi chochote cha timu yoyote Afrika Mashariki. Okay. Sijazungumzia hizo kanda zingine kwa sababu watu wengi hawafuatilii huko kwingine. Yeah. Nimezungumzia ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sawa. Kwa ina maana licha ya kwamba timu nyingi zina wachezaji wengi wazuri, sawa. Mfano, Mudathir anaanza kwenye kikosi cha Yanga, si ndio? Yes. Asabada Mimi kwangu ni miongoni mwa wachezaji ambao nawakubali, wana uwezo mkubwa sana. sawa. Mudathir anaanza, Bada anakaa nje. Anaanza pia. Mutale anapata nafasi. Siku hizi anaanza kabisa. Okay, achana na Mutale. Yeah. Tuweke nani tuseme pale? Mweke pale hata tuseme labda huyu anaweza kumweka Bada nje. Fanya kiungo wa juu, John Chazaua. Okay, au anaweza akacheza kwenye kikosi ambacho Bada naye kaanza. Na hata huyo Bada na Uwami naanza na Bada. Okay. Ya nazungumza mpira. Kwa sababu tunawafahamu wote. Yes. Si ndio? Ni kweli. Yes, in terms of quality. Ndio. Unajua Aua ni mchezaji mzuri. Sawa sawa. Ndio. Ni mchezaji mzuri, lakini tunamtaja zaidi kwa sababu ya namba za kuhusika na magoli ambazo anazo. Si ndio? Yeah. Ana magoli mengi ya kufunga. Si ndio? Goli 16 so far. Magoli yake mengi tunafahamu yamepatikanaje, atubezi, ila tunaweka ukweli wazi. Asabada anakutengenezea nafasi, anakupatia ubunifu wa kutosha, kitu ambacho kwenye in terms of creativity, Yeah. mimi anatangulia Bada kabla ya Aua. Okay. In terms of creativity, na Bada tayari ametuonyesha akiwa kwenye timu ambayo sio Simba, sio Yanga, si ndio? Yeah. Ina maana akipata nafasi kwenye Yanga, Simba, Aziz Ki tunamuona mzuri Yes. si ndio? Yeah. Kwa sababu hayupo Kagera. Kwa sababu hayupo Coastal, si ndio? Yeah. Wakina Pacome tunaona wazuri, wakina Aua, Mutale tunaona hata hivyo amejitutumua. Mpanzo tunamuona mzuri kwa sababu hayupo kwenye timu ambayo inakaba muda wote. Yupo kwenye timu ambayo anapata nafasi ya kuonyesha uzuri wake. Yeah. Yes, Bada anapata ile nafasi akiwa Singida, akiwa Yanga, akiwa Azam, akiwa Simba. Kwa mimi naenda na Bada, iwe jua iwe mvua, na ni moja kati ya wachezaji ambao Young Africans anawapata kwa ganda la ndizi, kwa kuteleza. Kwa nini? Kwa sababu anampata kama mchezaji mzao, Mchezaji wa ndani, na inatosha kabisa kwenda kuongeza nguvu kwenye mbio za kimataifa ambazo Young Africans amepania kwenda kufanya kweli msimu unaofuata. Okay. Kwa sababu kuna tofauti na sintofahamu zilikuwepo hapo awali ndani ya Young Africans, zimewekwa sawa hivi sasa. Yes. Na tayari wameshatambua walipoteleza hapo awali. Yeah. Kwa sasa hivi Young Africans wamepania kwenda kuweka full force kuhakikisha kwamba haiko hiyo bahati mbaya. Hawataki bahati mbaya ambayo imetokea msimu ambao unamalizika. Yeah. Kwa ongezeko la Bada, Soa, bado una Dube, unakuwa na michuano mingi, hivyo unakuwa na wigo mpana wa kwenda kutumia wachezaji wengi. Sasa unapata picha una Soa labda au una Dube mbele. Yeah. Una Arthur Bada labda anakaa pembeni. Una Chama anakaa nyuma ya mshambuliaji. Una Pacome amekaa pembeni huku. Bado una wachezaji lukuki wamekaa nje. Young Africans wanakuonyesha how serious they are kuelekea msimu unaofuata. Bwana Diego, mimi nikushukuru sana kaka, na tumeenjoy kupata madini mazuri kweli kweli. Shukrani sana. Na tutarejea tena kwa ajili ya kujua tetesi za usajili pia hata kwenye klabu nyingine kama Simba, lakini kuna issue Azam FC inasemekana wao wanahitaji kumalizana naye kijana wao wenyewe bila kwenda popote. Tutaliweka wazi, na uzuri sajili zinapitia hapa, basi tutaweza kuizungumza. Na pia umenikosha sana leo, nimekuona na pete ya ndoa, maana huwa upendi kutembea nayo. Kwa hilo nakupongeza leo hii. Shukrani sana bro. Shukrani sana.